Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 4 mpaka wa 6. Sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Amen. Waswahili wanasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Naitwa Mchungaji Tadei Kihwaga, katibu wa elimu ya Kikristo na UKWATA katika Dayosisi ya Iringa ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Tupo hapa Pomelini kwa ajili ya ufundishaji wa walimu wa elimu ya Kikristo, wajue namna ya kufundisha elimu ya Kikristo. Kama ambavyo nimesema, tupo na walimu wa elimu ya Kikristo na tunawafundisha namna wanavyotakiwa kufundisha watoto kwenye sharika zao na kwenye mitaa yao. Na hili ni jambo muhimu sana, kwamba walimu wanatakiwa wawe na mbinu za namna ya kufundisha watoto wetu, na tusipowapa mbinu hizi, manake wataishia kuhubiri, na ukihubiri kwa watoto hawezi kusikiliza, utashangaa wanacheza na nini, kumbe hawakuelewi vizuri. Jina langu naitwa Mwinjilisti Shebu Msite kutoka usharika wa Kihesa. Tupo hapa usharika wa Pomelini, tumekutana na watumishi mbalimbali, watumishi wa Mungu wa injilisti na walimu wa elimu ya Kikristo kwa ajili ya kutoa maelekezo ya njia za kufundisha, njia ambazo ni shirikishi. Tumeona tusisitize zaidi kwa wale ambao wanafundisha watoto wadogo wa shule ya Jumapili, watumie zaidi njia ya masimulizi na maswali kwa ajili ya kuwasaidia waelewe vizuri ujumbe wa neno la Mungu, kuwashirikisha, kuwasaidia wataelewa vizuri zaidi kuliko mahubiri kwa wale watoto wadogo. Hawa ni baadhi ya washiriki wa semina hiyo. Naitwa Mchungaji Francisco Esa Unyamba kutoka usharika wa Lukani. Moja ya vitu ambavyo tumejifunza katika semina ya leo ni kuandalia watoto au wanafunzi mazingira mazuri, nikimaanisha miundombinu, majengo yawe mazuri, viti vyao viwe vizuri. Tusiwape viti vibaya. Wakati mwingine watoto wadogo wanashindwa kukaa, madawati yale yanakuwa ni marefu, mengine yamevunjika, majengo wanayoandalia Sunday school au kipaimara yanakuwa yana baridi, watoto wanashindwa kusoma vizuri, na wakati mwingine wanakata tamaa ya kuja kwenye kipindi. Kwa hivyo tunaamini kutokana na mafunzo ya siku ya leo ya kujifunza kutengeneza mazingira au miundombinu mizuri, basi tutaboresha swala la ufundishaji na ujifunzaji wa elimu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Elina Muhame, natokea usharika wa Pomelini, jimbo hili la Kusini. Siku ya leo kulikuwa kuna semina, nimejifunza mambo mazuri ambayo tumepewa elimu ya namna ya kuendea kwa watoto, kuwafundisha elimu ya Kikristo. Jambo unalojifunza la kwanza, unavyoenda kwa watoto, kila kitu wanasema ukitaka kuelewana na mwenyeji lazima uende kwa lugha yake. Kwa ukitaka kuwafundisha watoto ili wakuelewe, lazima uwe mtoto kwanza ndipo watoto wakuelewe, na namna nyingine ya kuwaendea watoto ili wakuelewe, kuchangamka. Mwalimu lazima uchangamke ili na watoto wakuelewe. Kwa hivyo tuone namna ya kuwafundisha watoto, tuenende kwa lugha yao. Amen. Kwa majina naitwa Clelia Mgae kutokea usharika wa Kihesa Mgagao. Kwa siku ya leo nimefurahishwa na semina iliyofanyika mahali hapa katika jimbo la Pomelini. Zaidi nimejifunza ya kwamba tunavyoingia kufundisha watoto ni lazima kujiandaa. Andalio la somo lazima mwalimu uelewe kwanza ndipo ukawafundisha watoto. Lazima usome kifungu cha Biblia baada ya Biblia na mwisho wa Biblia. Lazima uandae mwanzo ni wapi na mwisho ni wapi. Asanteni. Kwa majina naitwa Lukero Chuila, nimetokea usharika wa Ukumbi. Nimejifunza somo ambalo tuhitaji tufundishe vizuri kwa ajili ya maada ya pale kwenye vipindi shuleni, hata kwa upande wa Sunday school. Kwa jina naitwa Jamila Kasuga kutoka usharika wa Kitoo. Mimi katika semina hii nimejifunza mambo mazuri, hasa zaidi
napofundisha watoto kuwakaririsha mistari ya moyo. Amina. Kwa majina naitwa Ana Asheli Kiongozi, natokea usharika wa Ukumbi. Nashukuru sana kwa kupata semina hii ya leo. Ni kweli tumejifunza vingi kutokana na hizi semina zinazofanya sisi kama ni walimu wa watoto. Tunajifunza mambo mengi ya kuwafundisha watoto ikiwa bado ni watoto wadogo. Ni tunajifunza namna ya kuwakea wakiwa bado wadogo na tuwafundisha yale yanayokawa yanawalenga. Mwisho wa siku tunawakalisha hata mistari ya moyo iwe ni ile ambayo ni mifupi ya kuwafanya watoto wakaelewa, na hata kuchangamka kwetu sisi tutawafanya watoto wakaweze kuelewa kwa siku. Asante. Kumbukwe kwamba katika Radio Furaha tumekuwa na kipindi cha Furaha na Watoto ambacho kinasikika kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 hadi saa 5, kipindi ambacho kinaangazia mambo mbalimbali zikiwemo hizo mbinu za kufundisha. Nikiripoti kutoka hapa usharika na jimbo hili la Pomelini kwa maana ya kusini huku, mimi ni Meshack Longo, Furaha FM.